Nyuma ya kila silaha yenye nguvu kuna hadithi kubwa ya ubunifu, majaribio na teknolojia iliyofichwa ndani yake. Katika tukio moja lililosambaa kutoka nchini Urusi, wakati wa mafunzo ya kijeshi, kijana mmoja alisimama nyuma ya bunduki kubwa iliyokuwa imeondolewa kwenye mfumo wake wa kawaida wa matumizi. Alipoanza tu kufyatua, ndani ya muda mfupi nguvu halisi ya silaha hiyo ilianza kuonekana. Haikuwa tena kifaa rahisi cha kudhibiti, bali ikawa changamoto kubwa kuimudu, ikionyesha wazi tofauti kati ya silaha iliyotengenezwa kwa mashine ya kivita na uwezo wa mwili wa binadamu kuisitiri nguvu yake. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba hali hiyo haikuwa ajali ya muundo wake. Silaha hii inayokwenda kwa jina la Yakb-12.7 haikuwahi kutengenezwa kwa ajili ya askari mmoja kuibeba na kuitumia kama bunduki ya kawaida. Labda tuanze kuifahamu historia ya kutengenezwa kwa silaha hii. Katika miaka ya vita baridi, Umoja wa Sovieti na Marekani walikuwa kwenye mashindano makubwa ya teknolojia ya kijeshi. Kila upande ulitaka kuwa na silaha zenye uwezo mkubwa zaidi, na pamoja na maeneo muhimu ilikuwa ni kutengeneza helikopta ambazo hazingekuwa tu usafiri, bali zingekuwa mashine za kushambulia kutoka angani. Ndani ya mahitaji hayo ndipo Mi-24 ilipozaliwa. Lakini helikopta hiyo ilihitaji kitu cha kipekee, silaha ambayo ingeweza kutoa moto mkubwa ndani ya muda mfupi, kufunika eneo kubwa na kusaidia vikosi vya ardhini bila kuathiriwa haraka na joto. Jibu lao likawa ni Yakb-12.7. Silaha hii iliyotengenezwa na kampuni ya KPB Bureau iliingia rasmi kwenye huduma mwaka 1973. Jina lake lilitokana na wabunifu wake, Yakushev na Borzov, huku namba 12.7 ikimaanisha kalibu yake ya milimita 12.7. Siri kubwa ya bunduki hii haikuwa tu ukubwa wa risasi zake, bali ilikuwa kwenye muundo wake. Badala ya kutumia pipa moja ambalo lingeweza kupata joto kali baada ya kufyatua risasi nyingi, wahandisi waliipa Yakb-12.7 mapipa manne yanayozunguka. Wakati pipa moja likifyatua, mengine yalikuwa yakibadilishana kazi na kupata muda mfupi wa kupoa. Mfumo huu ukawezesha bunduki hii kufikia kiwango cha ajabu cha kurusha risasi kati ya risasi 4,000 hadi 5,000 kwa dakika. Kwa lugha rahisi, ndani ya sekunde moja tu, Yakb-12.7 ingeweza kutoa mvua ya zaidi ya risasi 70. Lakini jambo lingine linalofanya iwe tofauti ni kwamba haikutegemea mota ya nje kuzungusha mapipa yake kama baadhi ya bunduki nyingine. Badala yake ilitumia nguvu ya gesi inayotokana na mlipuko wa risasi yenyewe kuendesha mfumo wake, na hii ikaifanya kuwa moja ya bunduki chache za aina hiyo zilizokuwa na uwezo wa kujitegemea kufanya kazi. Ndani ya Mi-24, Yakb-12.7 ilikuwa sehemu ya mfumo mkubwa zaidi. Iliwekwa kwenye turret maalum mbele iitwayo VSPU-24 iliyounganishwa na mfumo wa kulenga wa helikopta. Hapo nguvu yake ilisimamiwa na muundo mzima wa mashine iliyotengenezwa kwa ajili ya kubeba silaha hiyo. Ndio maana tukio la mafunzo nchini Urusi likawa na ujumbe mkubwa zaidi, likionyesha tofauti kati ya bunduki iliyowekwa ndani ya mfumo wake wa asili na bunduki hiyo hiyo inapowekwa kwenye mazingira ambayo hayakutengenezwa kwa ajili yake. Yakb-12.7 ilipata umaarufu zaidi wakati wa vita vya Afghanistan kuanzia mwaka 1979 hadi mwaka 1989. Helikopta za Mi-24 zilitumika katika maeneo yenye milima na mapango. Uwezo wake wa kufyatua risasi nyingi kwa muda mfupi ukaifanya kuwa silaha muhimu katika kutoa msaada wa moto kwa vikosi vya ardhini. Silaha hii inakumbukwa kwa sababu ilionyesha ubunifu wa hali ya juu wa wahandisi wa kijeshi. Kwa silaha yenye uwezo wa kutoa maelfu ya risasi kwa dakika, inaweza kuonekana ya kawaida, lakini ndani yake kulikuwa na nguvu iliyoweza kubadilisha historia ya helikopta za mashambulizi. Mimi ni Gina Baltazari. Don't forget to leave your comment behind.